unaiona Simba ikifika hatua ya makundi Simba. Kwa ni kama umewachorea kimstari hivi Simba kwamba kwenye hatua makundi anaweza kafika, lakini kutoboa kwenda robo finali Simba hii haiwezi kutoka na mazingira aliyokuwa nao sasa hivi. Nafikiri kwa maana ya kimpira hawadeserve kufika robo finali kwa sababu timu yao bado ni changa, haina muunganiko na haivutii kuiangalia kiwanjani. Karibu sana ndani ya Lake Media tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo pengine ulikuwa yafahamu, lakini kikubwa sana ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba chupu waweze kutema bungo kwa maana kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kuna mengi ambayo huenda yamefanyika katika tukio hilo. Wale ambao walikuwa wanafuatilia mambo haya ni wale ambao wanajua kuchambua mchezo wa mpira wa miguu. Sasa nimemtafuta Dominic Salamba, mmoja kati ya wachambuzi wa mpira wa miguu hapa Tanzania, aweze kutuambia kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika dimba la Mkapa. Licha kwamba hakukuwa na mashabiki, lakini Simba wamejipapatua mpaka dakika ya mwisho wamebakia, lakini hali haikuwa hali kwa upande wa Simba. Dominic Salamba, habari ya muda huu? Habari zangu ni nzuri za hapo studio. Safi, mambo yanakwendaje? Nashukuru Mungu niko salama kabisa. Bila shaka uliufuatilia mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Gaborone, na kwa jinsi ambavyo umeona Simba walicheza mchezo wa aina gani? Nafikiri zilikuwa ni timu mbili ambazo zina experience mbili tofauti. Kuangalia Gaborone ni timu ambayo kimsingi bado ina wachezaji wengi vijana, haina experience ya soka kimataifa. Lakini pia haina wachezaji ambao wana uwezo wa mtu mmoja mmoja, wanacheza kama kitimu zaidi, timu ndogo. Lakini Simba imekusanya nyota wengi ambao at least wana uwezo mkubwa na experience na michuano, lakini wanakosa muunganiko. Kwa timu moja ilikuwa ina muunganiko lakini inakosa experience, na timu nyingine haina muunganiko, ina uwezo wa mtu mmoja mmoja. Hizo kazi zimekutana. Ukiangalia hata aina magoli ambayo yamefungwa ni kama magoli ambayo yamekuwa ya kufanana, kwa maana ni makosa ya defending ndio yanapelekea timu yote kupata matokeo ya goli moja kwa moja. Lakini tukiangalia kipindi cha kwanza, Dominic Salamba, tumeona kwa upande wa Simba ni kama walikuwa wanapumulia kwenye mipira hivi. Yaani hali ilikuwa ni mbaya. Pengine kama kuna shabiki ambaye alikuwa na pressure kwenye ule mchezo, hata uwezekano wa kuzimia ulikuwa ni rahisi sana. Wewe ulionaje kipindi cha kwanza kwa upande wa Simba? Changamoto za Simba ziko katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, namna ambavyo wanaweza kutengeneza mashambulizi, wamekuwa na changamoto. Ukiangalia eneo la shambuliaji, wana washambuliaji ambao ukiangalia kwa mtu mmoja mmoja ni kama wana uwezo. Ukimwangalia mtu kama Soa, ukimwangalia mtu kama Mpanzu, lakini pia na nyuma yao anakuwa anakaa Jinchezi Yawa, lakini bado unaona wanakosa muunganiko wa kitimu. Kila mmoja anakuwa anacheza katika nafasi yake, even if hata kwa upande wa speed unakuta wakati mwingine Mpanzu anasogea juu, lakini kunyuma panakuwa pana gap kubwa baina yake ya mtu ambaye atakuja kumsupport. Eneo la kiungo bado hawajafanikiwa, bado muunganiko wa Yusuf Kagoma pamoja na Kante pamoja na Jincheza Yawa katikati bado wana gap kubwa sana, kiasi kwamba muda mwingi ambao wanacheza square na wanapiga back pass. Eneo la ulinzi pia kwa changamoto, bado maelewano sio mazuri. Kwa ukiangalia ni kama kuna timu tatu ndani ya timu moja, hicho kinapelekea ni rahisi kuweza kushambulika na hata mipira mirefu ya juu, kwa sababu walinzi wote wawili wanakuwa nakaa kwenye mstari mmoja pale ambapo wanakuwa wanapigwa pressure. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo inakosa mgao, lakini jambo lingine tukiangalia bado fitness level yao sio nzuri. Ni watu ambao hawawezi kutengeneza uwiano baina ya kushambulia na kushambuliwa wakati wa mchezo. Lakini vipi kwa upande wa kijana Morris Abraham, kwa upande wako ni kama alikuwa na mchezo wa peke yake. Alionyesha utofauti kati ya madaraja ya wachezaji wengine ndani ya Simba na yeye. Wewe ulionaje uwezo wake? Ukiona unamtegemea Morris katika level ile, maana yake upo kwenye wakati mgumu sana. Yaani ukiona timu inafika hatua inaamua kumwamini Morris, huwa ndio mkombozi, na tunaanza kujadili kwamba alikuwa bora kuliko wengine, maana yake hali ya timu haiko vizuri. Morris ni mdogo ambaye anatakiwa kupata experience kutoka kina Mpanzu, kutoka kwa kina Mutale na wengine. Sasa anatakiwa aingie timu ikiwa haina pressure, whether anaongoza magoli mawili au magoli matatu, lakini sio mchezaji ambaye anakwenda kumtumia ndio kama ufunguo wa kuweza kupata matokeo, kwa sababu kwanza age yake ni ndogo, lakini pia ana experience ya michuano. Kwa hiyo kisha inafika hatua tunaanza kumzungumzia kama ndio maana of the match, maana yake Simba hawapo kwenye wakati mzuri, na hata ambacho amekitoa kilikuwa ni kitu cha kawaida, kile isipokuwa compare na wenzake ndio ndio kama alikuwa yuko bora, kwa sababu wenzake walikuwa kama sawa ni wameflop, hawaonyeshi kitu. Alikuwa anajitahidi kuweza kushambulia na kuweza kurudi kuchukua mpira
na kuweza kutengeneza pressure. Maana yake ni kama Simba ndio ambayo imekutana wakiwa hawakupitia kwenye pre-season. Level yao ya ushindani, intensity yao ipo ni ya chini sana tofauti na uwezo wa kawaida wa timu nyingine. Na vipi unaona wapi Simba kutokana na kiwango ambacho amekionyesha hasa katika mchezo wa awali ambao tuliona pale Botswana wakicheza na Gaborone? Napo Simba ni kama kawa anatafuta mpira kwa tochi, na amerudi hapa pengine tukajua pengine Simba kipindi kile kwa na wakati mgumu safari na vitu kama hivyo, lakini mchezo wa nyumbani uliwakuta wameshapumzika tayari wanajiandaa na mchezo uliotoka kupita icheza dhidi ya Fountain Gate FC, tukajua pengine mchezo huu utakuwa ni bora. Unaweza kawazungumziaje Simba hasa kwa mwendelezo wa hali waliokuwa nayo? Unaona wapi kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Yaani kuna vitu viwili. Jambo la kwanza, hii michuano ina njia. Unaweza ukawa na kikosi kibovu au dhaifu lakini ukafanikiwa kusogea kutokana kwamba utakuwa unapangwa na timu nyingine ambayo zinakuwa ni dhaifu zaidi yako. Ukiangalia Gaborone kwa aina ya Simba, ilikuwa ni timu ambayo pengine na uwezo kidogo tu wangeweza kuifunga Simba nyumbani na ugenini. Unaweza kuona timu kama ya Azam wanakutana na Elmerek ambao wanashindana na Azam wanapata matokeo, lakini unaona kuna aina ya ushindani ambao wanapewa Elmerek wanazidiwa tu na ubora wa Azam. Angalia timu kama Singida anapata matokeo dhidi ya Rayon Sports, lakini unaweza ukaona ubora wa Rayon Sports ni timu ambayo inaweza kuleta ushindani. Kwa hiyo naiona Simba ikifika hatua ya makundi, kwa sababu katika hatua za awali amenufaika na kuwa kwenye nafasi za juu za kafu. Hiyo ukishakuwa nafasi za juu kama Simba hata Yanga ambazo pata hiyo faida, maana yake unaanza kupangiwa timu ambazo zinakuwa ni za kawaida katika hii michuano katika hatua ya kwanza na hatua ya pili. Kwa hiyo tegemei kuona Simba akipata wakati mgumu zaidi akishindwa kupata matokeo, anaweza akateseka, anaweza akawa anapata fedhea, lakini mwisho wa siku namuona akifuzu hatua ya makundi, kwa sababu njia anayopitia sio njia ambayo inaweza ikampa kwa kasi na kumtengenezea mazingira magumu. Lakini overall sioni wakiwa na uwezo mkubwa wa kwenda kufuata kwa makundi kama wanapangwa na kundi ambao litakuwa lina timu ambazo zina experience na zina ubora. Kwa hiyo ukiangalia hawapo katika ubora, wapo chini sana, ni kama timu ambayo inataka kujiandaa kwenda kwenye maandalizi ya mwanzo wa msimu. Kwao ni kama umewachorea kimstari hivi Simba kwamba kwenye hatua makundi anaweza kafika, lakini kutoboa kwenda robo finali Simba hii haiwezi kutoka na mazingira aliyokuwa nao sasa hivi. Ndio hapo kuna fakta nyingi. Ili kwenye makundi definitely anafika, lakini kwenye hatua kwenda robo finali pia inategemeana na kukutana nani, kwamba hizi timu zishakuwa kubwa sasa hivi. Kwa hiyo anaweza kukutana na timu za kawaida kama msimu uliopita anafika finali, si kwa bora alionao, ni kwa njia ambazo alikuwa ameweza kuzipitia pia. Kwa hiyo wakati mwingine kuna bahati kwa maana ya kimpira hawadeserve kufika robo finali, kwa sababu timu yao bado ni changa, haina muunganiko na haivutii kuiangalia kiwanjani. Lakini vipi kuhusiana na Simba, ukiwaona waliopo nje na walioko benchi, wana uwiano sawa kwamba wote wameflop au wote wana ubora ambao unafanana au pia kuna utofauti? Nafikiri Mwalimu Fadu kuna kitu alikuwa amekiona kwenye hii timu, na sikupenda ambavyo ameamua kuondoka, kwa sababu kama ameenda kuachia msala, yeye ndio aliyosajili. Lakini unaweza kuona unamchukua mchezaji kutoka ligi ya South Africa, tena unaambia matokeo kama Mamelodi Sundowns, mtu kama Neema hatumiki kwenye timu ile, anakosa nafasi. Wewe mchezaji ambaye ni wa kigeni, analipiwa vitu vingi, hana msaada, mpaka nafikia tu unaanza kutumia wenyeji. Lakini pia nishawaambia watu, hata mlinzi wao wakati wa Rushaina nani Dederock, ndio sio mlinzi wa level kubwa. Umeweza kuona leo tu mitikiso kidogo tu ambao alikuwa anatoa mianya. Ni mlinzi ambaye anapenda kukaa peke yake, aweze kuokota na kupasia, hapendi pressure, hana kasi ya kuweza kushindana. Sasa unashangaa kwamba katika ikiwa ndio ligi inaanza unaanza kuona hali ile ya kucheza. Kwa hiyo binafsi ni kama vile Mwalimu Fadu amekwenda kuwatangazia timu ambayo ni kama ni bomu, yani timu iliyosajiliwa haireflect na malengo ya klabu ya Simba. Wamesajili wachezaji wengi wazuri wa kawaida. Nikisema wazuri wa kawaida na nini, wachezaji ambao ukakompea na Coast, Dodoma Jiji na timu nyingine za chini watakuwa ni wazuri, lakini ukapea kwenye Simba, Yanga na Azam, kwenye Yanga, Azam na Singida hawezi kufikia hizo level. Kwa hiyo timu yao ipo katikati, kutoka kwenye timu tatu za juu na za chini ipo katikati, ubora wao ni wa kawaida. Kwa hiyo kama ungetaka kuwashauri Simba, najua dirisha la usajili shafungwa tayari kwa sasa, ili wakae sawa sawa hata kwenye ligi hata mashindano ya kimataifa, ungewashauri nini? Sasa ni ngumu kwa sababu tayari washasajili. Leo huwezi kuacha wachezaji wote ambao washasajili. Maana hata kama ukisema kwenye dirisha dogo, maana still bado kuna nyota wengine huwezi kuwapata. Kwa hiyo msingi ni kuendelea kutumia resources zonazo, lakini pia kutafuta mwalimu ambaye at least anaweza kaenda kwa bora kwenye mbinu
ili waweze kuanza msimu na wajipange kwa msimu unaokuja. Sababu dirisha dogo ni dirisha ambalo la kwenda kuongeza maongezeo machache, tena wakati mwingine ni ngumu kupata watu kwa sababu timu nyingi zinakuwa zinatoa wachezaji wao. Kwa hiyo msingi ni kusubiria msimu mpya unaokuja waweze kusajili na waweke pesa kuliko hizo kamali ambazo wamekuwa wakicheza wanachukua watu kubahatisha bila kuangalia uwezo wao. Basi Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Asante sana. Naam, tulikuwa tunazungumza na Dominic Salamba hapa tukipiga story kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika dimba la Mkapa, Simba wakipona chupu chupu kuondolewa katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nilikuwa napiga story na Salamba, yeye anasema kwamba Fadlu Davis ndiye ambaye amesababisha yote haya. Mara baada ya kuona mzigo ni mzito, ameona ukimbie msala kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya Simba. Aliona kikosi ni kibovu, afu kasajili wachezaji ambao hawamsaidii na vitu vingine kama hivyo. Lakini kikubwa sana nini ambacho kitatokea, na pia kazungumza kuhusiana na jinsi Simba wanavyoelekea kwenye makundi. Anasema itategemea na timu ambayo utakutana nazo kwenye makundi ni timu za aina gani, lakini inawezekana kwenye makundi pia Simba asitoboe. Mimi naitwa Lugano wa Israeli. Asante sana kwa wale ambao wamechagua Like Media na umeendelea kuwa nasi, tunaendelea kupiga story kupitia hapa Like Media. Mpaka wakati mwingine.